Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewanasihi waumini wa dini ya Kiislamu na jamii kwa ujumla kuendeleza utaratibu mzuri wa kusaidiana na kuwahurumia watu wasio na uwezo kwa kuzingatia mafunzo ya dini. Alhaji Dr. Mwinyi ameyasema hayo leo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika Baraza la Eid al-Fitri lililofanyika katika ukumbi wa Chuo cha Polisi Ziwani, mkoa wa Mjini Magharibi. Amefafanua kuwa ni vyema kuendeleza utaratibu huo sio tu wakati wa sherehe au kwenye matukio maalum, bali ni sehemu ya maisha ya kila siku kwa kuwasaidia wenye uhitaji wakiwemo mayatima, wajane na mafakiri, pamoja na kutoa futari na kusaidia utekelezaji wa ibada ya funga kikamilifu. Miongoni mwa mambo mema ambayo tuliyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhurumiana na kufanyiana ihsani kwa kutoa sadaka ili kuwasaidia watu mbalimbali wenye uwezo mdogo wa kukidhi mahitaji yao, wakiwemo wazee, watu wenye ulemavu na mayatima. Bila shaka, sadaka zilizotolewa zimeweza kuwasaidia sana wenzetu hawa katika kupata mahitaji yao na kuwaondolea wasiwasi wa kupata futari, jambo ambalo limewasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kutekeleza vyema ibada ya saumu na kuleta mapenzi baina yetu. Na wasihi tuendeleze utaratibu huu mzuri, kuwakumbuka na kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku, kwa kuzingatia kuwa utoaji wa zaka na sadaka ni miongoni mwa mambo tunayohimizwa Waislamu kutokana na faida zake katika kuchochea ustawi wa jamii. Nachukua fursa hii kutoa shukrani kwa taasisi na watu wote waliotoa sadaka zao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa lengo la kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali. Aidha, na washukuru wale walioandaa futari kwa ajili ya wenzetu hawa, mambo ambayo yanasaidia kuongeza upendo, umoja na mshikamano. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri wenzetu hao na awaongezee baraka na ufanisi katika shughuli zao. Aidha, amewakumbusha waumini wa dini ya Kiislamu umuhimu wa kuendeleza mambo yote ya kheri yaliyojengeka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni pamoja na kumcha Mungu kwa bidii, kuimarisha upendo na umoja na mshikamano. Amesisitiza kuwa kufanikisha hayo kuna hitaji juhudi za pamoja, ikiwemo kuendeleza mashindano ya kuhifadhi Qur'an na kujifunza tajwidi, sambamba na kutoa elimu ya dini kwa makundi mbalimbali ya jamii ili kuimarisha maadili mema na hofu ya Mwenyezi Mungu. Kisha na kuwapa malezi mema vijana na watoto wetu kuishi kwa kuzingatia maadili na kuwa na tabia njema na hofu ya Mwenyezi Mungu. Hivyo, kwa lengo la kuwa na jamii ya wacha Mungu yenye kuzingatia kufanya mambo mema na kujiepusha na vitendo viovu, tuna wajibu wa kuendeleza mwenendo huu hata baada ya Ramadhani, kwa kuwa Qur'ani ni mwongozo wa maisha yetu ya kila siku na urithi bora kwa watoto wetu hapa duniani na akhera tuendako. Kutoka VOP TV, Mtumwa Suleiman. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.